Jina naitwa Dr. Joseph Mbwiro, ni mkurugenzi wa Chuo cha Utumishi wa Umma campus ya Tabora. Kwanza kabisa napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ambayo amekuwa anaifanya kwa muda mrefu katika kukiboresha Chuo cha Utumishi wa Umma. Chuo cha Utumishi wa Umma campus ya Tabora kina mambo mengi ya kujivunia kutokana na uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jambo la kwanza kabisa ambalo napenda kulizungumzia ni uboreshaji wa miundombinu. Sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma campus ya Tabora kwa msaada wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa jitihada binafsi za Mheshimiwa Rais, chuo kimeweza kujenga jengo jipya la utawala ambalo jengo hili lina ofisi mbalimbali za viongozi wa campus, lakini pia lina madarasa mawili makubwa ambapo kila darasa lina uwezo wa kuchukua wanafunzi 130. Lina vyumba viwili vya kompyuta, kila chumba kinaweza kuchukua wanafunzi 60, lakini vile vile lina vyumba viwili vya kupiga chapa, tunaita typing rooms, ambapo kila chumba kinaweza kuchukua wanafunzi 60. Lakini vile vile katika jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Chuo cha Utumishi wa Umma campus ya Tabora kimeweza kupata waajiriwa wapya, kwa maana watumishi wapya. Chuo kama chuo kiangalia mwaka 2021 kilikuwa na watumishi 51, lakini mpaka sasa ninavyozungumza kina watumishi 60, lakini vile vile tunategemea kupata watumishi wengine 10 kwa mwaka huu wa fedha unaokwisha 2025 baada ya mchakato wa ajira kukamilika, kwa sababu kama chuo tulishapata kibali cha kuajiri watumishi hao. Lakini vile vile katika jitihada hizo za Mheshimiwa Rais, napenda pia kumpongeza kwa kuwezesha chuo kuweza kuendesha mafunzo yake vizuri kabisa ya muda mfupi ya kuongeza ufanisi katika utendaji wa kazi. Sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma tuna jukumu la kutoa mafunzo ya kuongeza tija kwa watumishi wa umma, na kutokana na serikali kuweza kuziwezesha taasisi mbalimbali za serikali kuweza kuleta watumishi wake kupata mafunzo, kwa kama campus ya Tabora tumeweza kwa mfano kwa mwaka 2020-2021 chuo kiliweza kuendesha mafunzo kwa watumishi 411, lakini mwaka ulioisha wa fedha kwa maana 2023-2024 chuo kiliweza kuendesha mafunzo kwa watumishi wa umma 583. Na hivi ninavyozungumza kwa mwaka huu wa fedha ambao umeanza 2024 unaishia mwaka huu 2025 June, mpaka sasa tumeweza kuendesha mafunzo kwa watumishi wa umma 571. Kwa hiyo tunaona hilo ongezeko kwa kweli ni ongezeko kubwa linalotokana na serikali kuweza kuziwezesha taasisi zake kuweza kuleta watumishi kwa ajili ya kupata mafunzo. Lakini katika swala hilo la mafunzo ya muda mfupi, sisi kama chuo tumepewa jukumu la kuendesha mafunzo elekezi, tunaita induction training program kwa waajiriwa wapya wa serikali. Kwa kwenye eneo hilo la kuendesha mafunzo kwa waajiriwa wapya wa serikali, mwaka 2020-2021 chuo kiliendesha mafunzo kwa waajiriwa wapya 34 tu. Lakini kwa miaka hii minne ya kiongozi wetu Mheshimiwa Rais, tumeweza kuendesha mafunzo kwa mfano 2023-2024 tumeendesha mafunzo kwa watumishi 289. Na kwa mwaka huu unaoendelea wa fedha ambao umeanza 2024 ya Julai mpaka sasa hivi mwezi huu wa 4 tumeweza kuendesha mafunzo kwa waajiriwa wapya serikali 408. Sasa utaona ile ongezeko kubwa. Na hiyo kwa nini imekuwa hivyo? Imekuwa hivyo kwa sababu toka Mheshimiwa Rais ameingia madarakani ameweza kufungua ajira. Tunafahamu sasa hivi taasisi za serikali zinaajiri sana watumishi wapya. Ndio maana na sisi tumeweza kupokea watumishi wapya wengi kwa ajili ya kuendesha hayo mafunzo. Lakini pia ni jukumu lingine la chuo kuendesha mitihani ya serikali. Na ukiangalia pia katika eneo hili kuna ongezeko la watumishi wanaohudhuria mafunzo hayo. Kwa mwaka 2020-2021 kulikuwa na watumishi 82 tu waliweza kuhudhuria mafunzo na kufanya mitihani ya serikali. Lakini kwenye campus ya Tabora, lakini kwa mwaka uliopita wa fedha 2023-2024 campus ya Tabora iliweza kuendesha mafunzo kwa watumishi wa umma 170 ambao walihudhuria mafunzo hapa chuoni na waliweza kufanya mitihani ya serikali. Na kwa mwaka huu wa fedha unaoendelea 2024-2025 mpaka sasa hivi ninavyozungumza watumishi wa umma 253 waliweza pia kuhudhuria mafunzo hayo. Chuo cha Utumishi wa Umma tuna mambo ya kujivunia.
Kwa mfano kule Singida tulikuwa tumepanga, lakini sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za kumalizia majengo yetu ya chuo cha utumishi wa umma. Kwa muda si mrefu tutahamia kwenye majengo yetu ambayo yameshakamilika kwa hivi ninavyozungumza. Lakini kwa upande wa Tanga napo chuo kilikuwa kimepanga, lakini kwa jitihada za Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kupata fedha zaidi ya shilingi bilioni 2 sasa hivi tayari kuanza ujenzi wa ile campus ya Tanga. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais kwa jitihada hizi ambazo anazifanya na kukiwezesha chuo kiweze kuboresha utendaji kazi wake. Jamii ya Tabora inayotuzunguka sisi kama chuo cha utumishi wa umma imenufaika sana na kuwepo kwa chuo hapa Tabora. Kwanza wananchi wameweza kuleta vijana wao au watoto wao kwa ajili ya kupata elimu. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho jamii imeweza kunufaika. Lakini pia sisi kama chuo, kwa mfano hivi ninavyozungumza, chuo hiki kina wanafunzi zaidi ya 2000. Sasa na mabweni yetu hayawezi yakachukua wanafunzi hao wote 2000. Kwa hiyo utakuta uwezo wa mabweni yetu ni kuchukua wanafunzi 700 tu, lakini unakuta wanafunzi zaidi ya 1400-500 wanakaa nje ya chuo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi wa hapa katika mkoa wa Tabora wameweza kunufaika kupitia chuo kwa kupata mapato kwa sababu wameweza kujenga hostel ambazo wanafunzi wetu wanaishi huko na wanalipa kodi. Kwa hiyo uchumi wao unakuwa. Lakini sio hao tu wanaoendesha hostel. Kuna kina mama nitilie, kuna wenye mahoteli, kuna kina mama nitilie ambao wanapika vyakula mbalimbali. Wanafunzi wetu wanakula vyakula katika maeneo haya. Kwa hiyo utakuta pia wametengeneza ajira kwa hawa mama zetu na vijana wetu wengine ambao wanafanya hizo kazi. Lakini sio kina mama nitilie tu wanauza vyakula na matunda, lakini pia kuna vijana bodaboda, kuna vijana wanaendesha bajaji, kuna hizi daradara. Kwa hiyo utakuta wote wamenufaika kwa sababu uwepo wanafunzi katika eneo hili wanahitaji usafiri kutoka huko wanakokaa hostel kuja chuoni, lakini pia kwenda maeneo mbalimbali ya hapa mjini. Wanatumia usafiri wa bodaboda, wanatumia bajaji na vyombo vingine vya usafiri. Kwa jamii imenufaika pia kwa kiasi kikubwa. Lakini sio hayo tu. Hao wanafunzi wetu wanapotaka kulipa ada wanatumia mabenki. Benki zilizopo katika mkoa wa Tabora zimeendelea kunufaika na uwepo wa wanafunzi hapa chuoni. Lakini pia wanaoendesha vibanda vya M-Pesa nao wananufaika. Ukiangalia hata ukitoka hapo nje chuoni, ukitoka tu hapo getini utakuta kuna kibanda kikubwa sana cha M-Pesa ambacho kinaendeshwa, ambacho kinahudumia sio wanafunzi tu lakini na wananchi wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo katika namna mbalimbali chuo kimeweza kunufaisha jamii inayozunguka mkoa wa Tabora kutokana na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa.